Yes, mwana sawa sawa digital, ikumbukwe kwamba katika nchi za Afrika, nikimaanisha pia Afrika Mashariki, pale nchini Kenya, moja kati ya marais ambao pia kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana kwenye uchaguzi wake ilikuwa ni William Ruto. Kuna baadhi ya Wakenya wengi walikuwa hawamkubali, lakini pia kuna baadhi ya Wakenya wengi pia walikuwa wanamkubali. So wengi hawamkubali, wengi wanamkubali. Sasa ikaonekana amepita, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao hawakuridhishwa na matokeo, na hii ni mara baada ya kuonekana kwamba au wameweza kuiba kula na vitu vingine vikatokea. Story huwa zinakuwa nyingi sana mara baada ya uchaguzi kama hizi kuweza kupita. Kila mmoja anakuwa anaongea la kwake, la kweli, la uongo, ili mradi tu ameongea. So ikumbuke kwamba mwaka 2027 ndipo ambapo utafanyika uchaguzi mwingine tena na rais mwingine ataweza kuchaguliwa kutokea kule nchini Kenya. Lakini bwana Ruto yeye amesema kwamba yuko tayari kukabiliana na wapinzani wake kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini pia alikuwa akizungumza wakati wa ziara yake katika kaunti ya Nyeri Othaya. Ruto amewaambia wakazi wa Nyeri kuwa yuko tayari kurejea nyumbani mwaka 2027 ikiwa atashindwa kutimiza matarajio yao, kwa sababu yeye amepanga kugombea tena, lakini pia na matarajio mengi sana na wananchi wa Nyeri au kutokea kule nchini Kenya. So kutokana na ushindani ambao huwa unakuwepo wa marais katika uchaguzi, yeye kwa sasa hivi amesema atakuwa tayari kurudi kwao akaweza kulima akaupiga jembe, kutokana na kwa sababu amekuwa ameshashindwa, so itabidi tu afanye mambo mengine. Na mkote hapa kwa kusema kwamba si mlitupa kazi, si kila mtu yuko na yake, si wakati wa mtihani utafika. Mimi nimejenga barabara, nimetengeneza kilimo, ikifika wakati wa kusahihisha mitihani, mimi niko tayari. Nikipita mtihani wenu sawa, nisipopita mtihani wenu, mimi naenda nyumbani kulima. Bwana alisema kwamba akipita sawa, lakini pia asipopita ataenda nyumbani kwake huko kijijini kwao huko, kwenda kulima na kufanya issue zingine, kwa sababu sio kuendelea kung'ang'ania madaraka, kwa sababu watu wanakuwa tayari hawajakukubali na hawajaweza kukuchagua. Sisi kama Sawa Sawa Digital tumekuletea updates hiyo kutokea kule nchini Kenya. Kwa wewe unaonaje hili liko sawa kweli akalime au akomae apambanie, then stories ziwe nyingi zaidi na vitu vingine kama hivyo. So sisi kama Sawa Sawa Digital tutakuletea taarifa zote kuhusiana na swala hilo. Hata mwaka 2027 tutakuwa na William Ruto kujua amepita au hajapita. Endelea kutufuatilia.